Happy Thursday ya tarehe 5 mwezi ni wa 3 mwaka 2026. Karibu tuchape kazi. A swarm of birds, kikundi cha ndege kiliweza kuvamia ikulu ya Kenya Nairobi. Na hiyo story imeweza kutrend kwenye mitandao ya kijamii. Na William Ruto yeye mwenyewe aliweza kuhakikishia Wakenya kwamba ndege wengi waliweza kuvamia ikulu. Ikabidi polisi wale ambao wanachunga ikulu wakafiatua risasi juu angani kutawanya hao ndege. William Ruto yeye anasema kwamba yule ambaye aliweza kutuma hao ndege hakuwapea instructions. Yani hakuwapea maelekezo ni wapi wanaenda, ni kipi wanaenda kukifanya. Lakini kipindi ambapo walienda ikulu ya Kenya, wako na jambo, wako na message. Let me welcome you again to this morning brief. I appreciate that it's not very warm around here, but I think it keeps all of us awake. There was a bit of engagement from the birds around here, and I thought there was some distraction. But it is not about the birds, it's about the instructions that were given to them. I think the person who instructed the birds did not give them the correct time. Ukitaka kuamini kuna uganga hii Kenya, leo kuna mganga ametumia ndege mingi pale State House. Leo hii even the president has confirmed. Mganga fulani amekaa mahali akatuma ndege pale State House. Ilibidi pale State House wapige some bullets kudistract hiyo birds so that waende, kwa sababu ndege walikuwa wengi na mkutano ilikuwa inaendelea, so ikabidi wapige risasi juu kufanya nini? Kutoa zile ndege kwenye State House, and the president confirmed this. Mnakumbuka wale majenzi wenye walikufa kwa maandamano, wengine wakakuwa abducted, wengine wakauawa, wote walijikusanyika pamoja wakajifanya ndege wakaenda State House, waka-attack State House. Manze tunawajua majenzi. Hata mjifanya ndege tunajua ni nyinyi tu. Wacha niweze kukuomba kwa moyo mkunjufu, kama unanipata kwa mara ya kwanza, chukua sekunde 1, 2, 3 kapiga subscription. Like video, bonyeza kengele. Kifanya hivyo mpenzi mtazamaji, utakuwa umechangia kwenye ukuaji wa hichi kituo, kiendelee kukupea taarifa ambazo zinaendelea kuchipuka na kutendeka. Sasa hakuna kitu ambacho mpenzi mtazamaji kinatendeka bila ya sababu. Hakuna. Nothing happens out of a mere coincidence. Hilo lazima uweze kuchunguza. Sasa ninaomba niweze kukuchanganulia hili uweze kuelewa. Katika maandiko ya dini au ukipenda Biblia, mapigo au matukio yasiyokuwa ya kawaida yaliyoonekana ikulu, mahala ambapo ndege wengi walimtembelea William Ruto, hadi President Ruto yeye mwenyewe amelizungumzia hilo, yanaonekana yanaashiria mambo. Sasa kidini, yani kibible, tukiangalia Bible kidini, hao ndege ambao wamekuja ikulu mpaka William Ruto amezungumza, hawajaja bure, wako na sababu. Sababu ya kwanza, huenda ikawa ni onyo President Ruto amepewa. Yes, huenda ikawa kwamba ni onyo President Ruto amepewa, a sign of warning. Maybe kuna kitu ambacho anakifanya ambacho hakimfurahishi Mwenyezi Mungu, na ndio maana ameamua kumpea
onyo. Mfano, angalia kipindi cha kampeni, alitumia majukwaa ya kanisa kupiga kampeni, akasimama jukwani mwa kanisa, akaahidi atatenda hili, atatenda lile, hataongeza ushuru, atapunguza ushuru, hatatumia maafisa wa polisi kuhangaisha viongozi wa upinzani, hata watesa wananchi, lakini hayo yote anafanya kinyume. Yeye mwenyewe alisema kwamba akiwa kanisani hataweza kubomolea wananchi nyumba. Githurai, Gikomba, Nairobi, manyumba yanabomolewa. Hii inaweza ikawa kwamba ni ishara ya onyo ya Mwenyezi Mungu kwamba wewe sio yule mtu ambao ulisimama kanisani kutoa ahadi. Umeenda kinyume na zile ahadi ambazo uliweza kuwaambia wananchi. Ndio, majuzi mliona hata viongozi wa upinzani wakimwagiwa vitoza machozi kanisani upande wa Nyeri, Witima. Mnafikiri kwamba hata Mwenyezi Mungu anaweza kafurahia? Hiyo ni onyo. Namba 2, hao ndege ambao walimtembelea William Ruto Ikulu, kulingana na Biblia, yaweze ikawa kwamba ni ishara ya hukumu ambayo uongozi wa William Ruto wanaweza wakapewa. Judgment, hukumu ambayo serikali ya Bwana Ruto wanaweza wakapewa. Angalia haya masuala ambayo nimeweza kuwaeleza hapa. Serikali kutumia majukwaa ya kanisa kuwaahidi wananchi watatenda hili, watatenda lile iwapo wataibuka washindi. Walipoingia madarakani wamekuwa wakifanya kinyume. Wamekuwa wakifanya kinyume. Ni hukumu. Angalia kama vile kuwarushia wananchi vitoza machozi kanisani, mahala ambapo ni mbeleni mwa Mwenyezi Mungu, mahala patakatifu, ndipo munarushia vitoza machozi. Si mnaelewa pale Witima, Nyeri, mahala ambapo watoto walimwagia vitoza machozi? Huo ni hukumu hawa viongozi wanapewa. Yaweze ikawa kwamba ni ishara ya hukumu. Kulingana na Biblia vile ya 3, hawa viongozi yaweze ikawa kwamba wanapewa onyo au wamepewa mwaliko wa kutubu kutokana na haya mambo ambayo wameweza kuyafanya: kudanganya mpaka kanisani, kubomoa mpaka makanisa. Juzi tu niliona kanisa la SDA Nairobi linabomolewa na serikali. Manyumba ya wananchi yamebomolewa, mahala ambapo wananchi wanachapia biashara. Pesa za wananchi zinaibwa left, right and center. Vijana wa Gen Z waliuawa. Mnakumbuka 2024. Yaweze ikawa kwamba ni ishara Mwenyezi Mungu ameweza kuwatumia hawa viongozi wa Ikulu waweze kutubu. Lakini wengi wanaweza kuona kama ni ishara ya tahadhari ya kiroho. Ishara ya tahadhari ya kiroho, kwa lugha ya Kimombo unaweza ukasema kwamba a spiritual warning. Na hii spiritual warning, mpenzi mtazamaji, imekuja kipindi ambapo huyu mbunge wa Emurua Dikir, Johana Ngeno, aliweza kuaga kupitia kwa ndege ambayo iliweza kulipuka na kuporomoka kutoka angani upande wa Mosop, Nandi. Haijulikani yaliweza kuanguka kivipi. Sasa hii ni ishara ya tahadhari ya kiroho. Wameweza kupewa tahadhari kwamba mambo si mazuri kwa hii serikali yenu. Na kulingana na Biblia, mpenzi mtazamaji, hawa ndege wanaweza
wakawa wanatabiri kuna mambo ambayo yatatendeka kwa hii serikali ya Bwana Ruto. Aidha maandamano yanakuja, aidha changamoto zinakuja kwa hii serikali, au msukosuko unakuja katika hii serikali ya Bwana Ruto. Unrest, maandamano yanakuja, pingamizi zaidi dhidi ya William Ruto zinakuja, au msukosuko kwa hii serikali unaingia. Hapo tulikuwa tunaangazia mtazamo wa kiroho, kidini, kibibilia. Naomba mbio mbio tuweze kutazama mtazamo huu wa ndege hawa ambao waliweza kuingia Ikulu mpaka William Ruto ametoa ripoti. Tuweze kutazama huu mtazamo kwa upande wa kisiasa, kwa sababu tulikuwa tunaangazia upande wa kidini. Naomba tuweze kuangazia upande wa kisiasa. Kwa upande wa kisiasa, mpenzi mtazamaji, matukio ya asili mara nyingi hutumiwa kama namba moja, ishara ya sintofahamu au mabadiliko yanakuja. Unajua ni mwaka wa 2026. Tunaelekea katika uchaguzi wa mwaka 2027. Kipindi ambapo serikali inajitetea iweze kurudishwa madarakani. Kipindi ambapo, mpenzi mtazamaji, wananchi na wao wanajitetea waweze kuchagua serikali nyingine. Kwa hivyo, kimtazamo wa siasa tunaweza tukasema kwamba kuna ishara ya mabadiliko. Kuna viongozi ambao wataenda nyumbani, au uongozi huu ambao uko madarakani unaenda nyumbani, uongozi mpya uweze kukuja. Huo ni mtazamo wa kisiasa. Uongozi huu utaenda nyumbani, uongozi mpya uweze kukuja as from 2027. Kusema ukweli, wananchi wamechoka na utawala. Wamechoka na utawala. Wanaomba hata uchaguzi utendeke kesho, waweze kuleta viongozi wapya. Namba nyingine, kimtazamo wa siasa, ndege hawa ambao waliweza kuingia Ikulu wengi, ikabidi polisi wakafyatua risasi, yaweze ikawa kwamba ni alama ya hasira ya umma. Wananchi wamekasirika. Mwenyezi Mungu anamtumia William Ruto ndege kumwambia kwamba wananchi wamekasirika, umma umekasirika, hakuna kazi kwa vijana. Lakini serikali hii imeanza kampeni za mapema, wanamwaga pesa left, right and center. Hakuna maendeleo. Karo imekaa ngumu. Gharama ya maisha imekaa mbaya. Na viongozi wanapiga siasa za mapema. Sasa hebu niambie, wananchi wanaweza wakakosa kukasirika? Wafanya biashara wanabomolewa vibanda vya kufanya kazi kama vile Githurai. Hii ni ishara Mwenyezi Mungu anamwambia Bwana Ruto kuna hasira ya umma. Na mwisho, katika mtazamo wa kisiasa, Mwenyezi Mungu anamtabiria William Ruto kupitia kwa hawa ndege kwamba changamoto za uongozi huenda zikakukabili mwaka huu. Huenda kuna viongozi ambao watatoka kwa serikali waingie upinzani. Huenda hii serikali italeta sheria mpya, wananchi waandamane. Nimesikia Adani tena imeweza kurudi kuja kuunda uwanja wa ndege, wananchi wanaweza wakaandamana. Kwa hivyo kimtazamo wa siasa,
kuna ishara ya changamoto ya uongozi, kuna hasira ya wananchi na kuna sintofahamu ya mabadiliko. Mwisho, naomba tuweze kuangazia kimtazamo wa mila na tamaduni. Je, hizi ndege ambazo William Ruto anasema ziliweza kukuja Ikulu, kimtazamo wa kidini wa mila na tamaduni, hizi ndege zinamaanisha nini? Katika baadhi ya tamaduni za Kiafrika, kunguru au tai wakati mwingine uhusishwa na mabadiliko au ishara nzito. Nimekueleza mabadiliko haswa kwenye uongozi. Wananchi wako na hamu ya kumpeleka nyumbani Bwana Ruto, walete uongozi mpya, au mabadiliko ya hali ya anga yanaweza yakafanyika. Vile vile ndege wanaweza pia kuonekana kama wajumbe au ishara ya mabadiliko. Wakati mwingine ndege hawa ambao walikuja Ikulu walileta ujumbe, wakati mwingine ni wajumbe wanakuja kuleta ujumbe, kitu ambacho kinahitaji Bwana Ruto aweze kuwatumia wataalamu wamueleze zaidi. Je, wanamaanisha nini? Na wamesema kwamba ishara ya mabadiliko, there is going to be a transition, na hatutaki hiyo transition iweze kukua mapinduzi. Hapana, tunataka hiyo transition iweze kukua ya kikatiba, mahala ambapo watu wanapiga kura, wanamchagua kiongozi wao. Kusema ukweli, William Ruto wananchi wamemkataa. From Kisii to Coast, from Turukana to Western, wote wanaimba wimbo moja, one term. Sasa kulingana na wewe, kulingana na jinsi ambavyo unaelewa kuhusu hizi ndege, je, zinamaanisha nini kulingana na mtazamo wako?